Mojawapo ya shughuli ambayo tumeifanya leo kama baraza ni kuandikisha wataalamu. Pia tumepitisha vituo vya kutolea huduma kwa ajili ya wanyama hasa wafugwao. Idadi hii maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba vituo vya kutolea huduma ya afya ya wanyama vimeongezeka na vingi sasa vinaanza kusogea vijijini zaidi ambako mifugo iko mingi na huduma hizi za kitaalamu zinahitajika kwa sehemu kubwa. Kwa imani yetu ni kwamba na hata katika utekelezaji wa zoezi la chanjo ya mifugo kitaifa ni kwamba tutakuwa na wataalamu wengi zaidi, tutakuwa na washauri wa wafugaji wengi zaidi, na hilo litasaidia kwenye kuboresha afya ya wanyama wetu. Rai yangu pamoja na baraza letu la veterinari ni kuona wataalamu hawa ambao tumewaandikisha, na kwa maana hiyo kuwapa kibali kisheria cha wao kutoa huduma, wanatakiwa wazingatie sheria ya veterinari na kanuni zake. Na bila kufanya hivyo kwa mujibu wa sheria, sisi tutawafuta kwenye daftari, tutawaondoa kwenye huduma hii, na ambalo sio lengo letu. Lengo letu ni kwamba wanatakiwa wafanye kazi, watoe huduma nzuri, wafugaji wetu waweze kupata faida kutokana na mazao ya mifugo, lakini ni lazima wazingatie sheria, kwa sababu bila kuzingatia sheria maanake wanaweza kutoa huduma holela na watu wetu wakapata hasara, kwa sababu ufugaji ni sekta ya kiuchumi kubwa tunaijua, na tunatamani kwamba Watanzania waendelee kupata soko la mifugo na mazao yanayotokana na mifugo. Na kwa hiyo tunawaasa pia wafugaji wawatumie wataalamu wetu na wafanye nao kazi kwa karibu. Tunatamani kwamba kwa kuwa sekta ya mifugo ina umuhimu mkubwa sana katika swala la afya ya binadamu. Watu wengi wanapenda kula vitoweo, na lazima sisi tukague, turuhusu, ili kuzuia magonjwa kutoka kwa wanyama yasiingie kwa binadamu. Kwa msingi huo ni lazima wale ambao tunawaandikisha wafuate sheria.